3 power x vile vile plus 97/16. Sasa nimesema nimfuate teacher Elieza ili tuone uwezo wake. Kuna watu walikuwa wanatamani kuona ni kwa jinsi gani teacher ni noma kwenye masuala ya hesabu. So tuko hapa na ubaoni anaandika swali kutoka topic ya logarithm. Kwa hiyo anaandaa swali hapo kama unavyoona, tutafute thamani ya x. So namwachia uwanja tuweze kuona unyama wake uko wapi. Karibu uone. 3 bracket 3 minus 4 base 5 equal to log 16 base 5 plus log of 3 power x plus 97/16 base 5. Find the value of x. Solution. Because all are the same base. Tuvunje kipande hiki hapa kwanza, tuangalie log ingie ndani tupate kila namba iwe na logarithm, afu tutajua tuzunganishe vipi. Mfano kama hapa log ya 3 power x toa 4. Ina maana tutapofungua mabano, ina maana hii logarithm itaenda kwa kila namba. Tutasema kwamba itakuwa ni log ya 3 power x base 5 ni sawa sawa hii minus log ya, lakini minus sometimes tunakuwa tunasema kama over. Unajua? Inakuwa ni log ya 4 base 5 equal to, tunakuja upande wa pili, log ya 16 ni sana kusema 4 power 2, sababu 4 power 2 sasa na 16 base 5 plus hii 3 power x plus 97. Hii log inapoingia ndani itakuwa ni log of 3 power x base 5 times log 97/16 power 5. Tunakuja hatua nyingine. Hapa ni log ya 3, itakuwa ni log ya 3 power x over, sababu zikiwa na base sawa unaweza kaandika hivi, sababu zote zinakuwa the same base, inakuwa sio mbaya, sababu ni base 5 na ni base 5, unaweza kaunganisha kama wote, na maana wote wanakuwa na base 5, na maana huyu atakuwa chini ya huyu, unaweza kusema huyu ni base 5 na huyu vile vile ni base 5. Sawa, ushaunganisha kwa njia kugawanya. Tutakuja upande wa pili vile vile. Hii plus kama vile utasema log ya 4 power 2 base 5 plus kwamba huyu na huyu sasa utaangalia 3 power x. Ukifungua 3 power x times ina maana ni huyu na huyu kuzidisha. Ukishafungua mabano, ukitoa mabano. Kwa hiyo utazidisha tangalia na kuja ngapi? Kabla hatujafungua mabano kwanza tungeweza kutumia alama hii kwa kama alama ya kuzidisha, ni maana kwamba fungu hili lote kabla tujalifungua tumuunganishe pamoja na huyu ili tupate kuwa namba fupi. Alafu taangalia base kwa sababu ni sawa, taunganisha wote watatu. Na maana huyu atakuja huku, atakuwa ni kutoa vile vile, afu 16 tabaki huko. Kwa hiyo itakuwepo vipi? Itakuwa ni log ya 3 power x minus 4 base 5. Yule kule akiwajumlisha kija huko anakuwa ni kutoa, inakuwa ni log logarithm ya ngapi? 3 power x vile vile plus 97/16 base 5 ni sawa sawa na log ya 16 base 5, kwa sababu zote zina base sawa, zote zina base sawa. Base 5 na una base 5 vile vile. Sasa log if log a base b sawa sawa na log ya c base b, basi a itakuwa sawa sawa na c. Kuna sheria nasema hivyo, kama the same base, ina maana log ina maana base zakatika kwamba a ikawa sawa na c, wote base sawa, haina shida. Kwa hiyo tukifanya utaunganisha, ina maana huyu na huyu na huyu na huyu na huyu na x ajikuwa na huyu, itakuwa ni log ya 3 power x base b base 5. Hapa itakuwa ni minus logarithm of 3 power x base 5, sawa, minus log of 4 base 5 plus logarithm. Kipengele hiki hapa hiki inabidi uwe makini sana, sababu kinachanganya. Hapa tunaweza kutumia difference of 2 square. Ina maana utapochukua hii namba utapotaka kuua square, utaiandika kama ilivyo. Najirudia, y toa 4 kwa y toa 4 bracket itakuwa sasa na upande huo wa kulia. Kwa hiyo unapochanganua unachukua y utazidisha kwa kila namba yote moja iliyokuwa ndani. Utaanza na y kwa y utakupata square, y kwa 4 utapata 4y. Vile vile negative 4 kwa y itakupa hii, na negative 4 kwa negative 4 utapata positive 16. Huyu na huyu bwana unaweza kuweka pamoja, kwamba ukitoa nje y itabaki ni y jumlisha 3. Huku ukitoa 27 nje, itabaki ni y
Sawa? Negative 27 si ndio itakuwa y jumlisha 3 kwa sababu negative ikitoka 27 negative inachukua negative inapata jumlisha 3 na kwa sawa na sifuri. Huyu mweke na huyu mweke chukue pamoja, tumekompea sana sifuri na ya nje tumeweka na ya nje kama hivi, tumefanisha sana sifuri. Sheria inajulikana kihesabu kwamba wa nje na wa nje utaangalia tendo linamuongoza huyu, na vile vile utaangalia ndani wanafanana, utamchukua huyu mmoja. Ina maana kwa pembeni unaweza kusemaje, ukachukua ni y toa 27 kwa y jumlisha 3. Yaani kwa system kama hiyo, maana yake unachukua huyu ndani mmoja na unachukua nje mmoja, lakini hao wote itakuwa sawa na sifuri. Kwa maana fungu hili sana sifuri na fungu hili sana sifuri kupata thamani ya y. Tunalinganisha. Baada ya hapo, ina maana mwanzo tulisema kwamba tulilete kwamba y iwe sawa na ngapi? 3 power x. Sawa sawa. Na sisi kama tafute x na sio y. Ina maana kwenye y sasa ingiza thamani hiyo, utafute thamani ya x. Sawa? Utasemaje kwenye y? Utasema y kama endapo itakuwa 27. Tutumie hapa positive. Hapa tuachane nayo. Sawa? Tuachane nao, tutumie hapa namba ambayo kidogo ina positive itusumbua. Tasema y 27 sana 3 power x. Sawa? 27 tunajua sana kusema ngapi? 3 power 3. Ni sawa na ngapi? 3 power x. Ina maana kama ni 3 power 3 sana 3 power x, ina maana base zishakuwa sawa, ina maana hata power vile vile za juu zinakuwa nini? Zinakuwa sawa. Kwa hiyo na compare. Ina maana kwamba ni 3 power x ni sawa na 3 power 3. Ina maana 3 na 3 yanakatika, at the end of the day unapata kwamba x is equal to positive 3. Lakini kwa njia ya mzunguko tumetumia difference of two square, ndio maana swali limekuwa refu sana. Na hapa kwenye mabano hii ni sheria difference of two square, topic hii ipo. Unapojifunza kuna sheria zake nyingi, ambao kuna sheria zake kama hivi, unapotafuta namba kama ndani zikitokea zimefanana, basi unaweza ukachukua namba ndani moja na baadaye ukachukua na namba nje ukaziunganisha ukakompea sawa na zero. Hiyo ni sheria inavyosema, sio kama tumebuni kwamba utachukua namba ya ndani, mtajo wa ndani na wa nje, lakini haya mafungu yote utafanisha sana sifuri. Na baadaye tunanyambua kama hivi, tunaja kupata thamani ya y. Lakini bila kusahau huyu y tulimleta toka mwanzo huko juu huko. Swali linakuwa lijaisha. Ukishapata thamani ya y na wewe unakuja kumuingiza hapa juu hapa. Tumemchukua mwanzo, unaja kumpata x wetu. Na tulifanya hivi ili kupata urahisi wa kuua mlinganyo wote, tuweke namba ile kwa nzima tupatie jibu letu. Sasa tumeelewana kwa sababu ni swali ni refu na kweli unazunguka kwa sababu ya difference of two square imeingilia kati. Lakini kwa maswali ya logarithm mengine kutumia sheria hizo kufika. Ehe. Kwa hiyo the question asks that 7 power x equal to 10. Find the value of x. Solution. The question like that, equation like this, 7 power x equal to 10. We know that when the number is alone, we just apply logarithm. Because the logarithm is dealing with sequence and series, also the power of number. First of all, must apply logarithm. Apply logarithm in short, you can write log. Apply logarithm both sides. In left side will be log 7 power x equal to, at the right side, log 10. But we know when log is alone, the base is also is normal 10. But when the log is alone, it means the base is 10, normal. Will be log 7 power x base 10 equal to log 10 base 10. But when log a base a equal to 1. When the log and the base are the same, you cancel, you get the value of 1. So log 10 base 10 equal to 1. At the left side will be log 7 power x equal to 1. Log 7 base 10. From rule number 3. From rule number 3. Said that log a base b equal to c. We get the value of a by doing that. A equal to b, move at the left side, right side as the c. And the c will be the power, b will be the base. B log b power c. It's the same like in this question. Kabla hujaenda kwenye hatua nyingine inayofuata. Kwa x itarudi nyuma, itakuwa ni x log 7 base ya 10 ni sawa na 1. Basi tuseme tu log tuganye kwa log kila upande. Log moja ni sawa kusema log 10 base 10. Sawa. Kwa hiyo tukisema upande huu log x log 7 x log ya 7
ni sawasawa na ngapi? Sawasawa na moja. Unapataje thamani ya x? Logi ya 7 inajulikana. Unaweza kugawanya kwa logi 7 huku. Unaweza kugawanya na huko logi ya ngapi? Ya 7 kama unao 4 figure, lakini unapata value ya logi 7 kwenye 4 figure utaingiza na thamani ya x utaipata. Maana yake ita cancel logi 7 kwa logi 7 ita cancel. Hapa itakuwa ni 1 over logi ya 7 kwenye 4 figure. Tukisoma logi ya 7 unapata 0.80 451 by using calculator or by using another method of mathematics. We multiply by 10,000 to remove the decimal places, and we also the downside we multiply by 10,000. We get 10,000 over 8451. As the answer will be in the decimal places. If you want to continue, we take 10,000 divided by 84. Tunasema vipeo au vipeuo, sawa. Tunapenda kutumia nini? Logarithm kuweza kupata jibu. Sababu hapa hamna njia yote zaidi kwamba uta apply logarithm kupata thamani ya x. Utapo apply logarithm uta apply kila upande. Ambao utapoandika logi ya 7, sawa, power x itakuwa sana logi ya 10. Lakini logi siku yote waga ina base 10, waga pendagi kuandikwa, lakini ni kawaida. Kila namba yote ambayo inaandikiwa logi base yake waga ni 10. Ukishaka base 10 kila upande utaangalia logi 10 base 10. Base na logi zikifanana siku zote zina cancel, unapata moja. Hata kama ikiwa logi ya 100 au logi ya 1000 base 10 utaivunja vunja, atakaobakia na maana ikifanana na base yake, maana katika unapata namba ambayo iliyo kamili. Tuvo apply logi hapa tukasema x inabidi arudi nyuma. Amwache logi 7. Ambayo logi 7 sana moja. Sasa kuna njia nyingine, unaweza kufanya hivi kwa upande mwingine. Hapo alipofikia anamkuta mtu mwingine anaweza kufanya hivi. Mfano kama x logi ya 7 inakuwa ni sawa na moja. Mtu anaweza kaingia kwenye fufiga moja kwa moja. Akasema kwamba hapa ngoja nisome logi ya 7 kwenye fufiga. Akasoma kaipata, ikawa sawa na moja. Alafu baadaye akaja kugawanya kwa ili namba uliyopata huku, na maana thamani ya x unakuwa na rahisi kuipata kama hujafika mbali, kama uko chini. Unaweza kutumia tu short ili kwamba hapa mimi nisome kwenye kufiga moja kwa moja direct, nitoe thamani ya log niingize, mbali nipate namba kamili kupata thamani ya x. Hapo ulisema decimal place nini? Hapa tunafanya hivi kuua viwango vya desimali, kwa sababu inategemea namba inapokuwa na kiwango kimoja cha desimali. Mfano kama iwe ni mfano kama ni 0.1, kuua kiwango cha desimali kwamba tutazidisha na 10. Kadiri viwango vinavyoongezeka, mfano kama 1.2 itazidisha na 100. Kwa hata hapa tutaangalia kwenye namba yetu kwamba tuna viwango vingapi vya desimali. Kuna 1, 2, 3, 4. Na ndio maana tumezidisha kwa 10,000 kwa sababu ina 0.4 kutokana na viwango vya desimali vinne. Kuua desimali kupata namba kamili ili mradi tupate jibu lilokuwa kidogo sahihi. Na kuna njia nyingine useme labda utafanya bila hivyo, chukue hii. Uwezo ukachukua namba nzima ugawanya kwa desimali bila kuwa viwango vya desimali. Sheria ya namba inagawanywa na desimali, lazima kwanza utoe viwango vya desimali zibakie namba nzima. Baadaye jibu likija kwenye desimali, ukija namba nzima, nao ni matokeo mazuri ya swali.